Khutba yetu ya leo kama ilivyotangazwa, samaki afunguaye mdomo wake umezwa, ushikwa na ndoana ya mvuvi, lakini samaki mkimya usalimika na mengi. Unwani hii inapata kuendana na ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, akthar sana kupitiliza makosa mengi ya mwanadamu, aktharu khataya bani adam fi lisani, makosa mengi ya mwanadamu yanatokamana na kiungo kimoja. Binadamu ana viungo 360 na kila kimoja kinatakiwa kitolewe sadaka. Katika viungo 360 kiungo kimoja kinakosa sana, kina makosa mengi kuliko vyote, na kiungo chenyewe kinaitwa al-lisanun, kinaitwa ulimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, fa idha asbaha al-insan fa inna al-a'dha'a kullaha fatudhakkir ay fatukaffiru al-lisan fataqul ittaqullaha fina ayyuha al-lisan innama nahnu bika in wajajta wajajna wa in istaqamta istaqamna. Akipambaukiwa asubuhi mwanadamu, viungo vyote vinamwelekea na kumshtakia na kumkumbusha ulimi, vinamwambia ulimi, ittaqullaha fina ayyuha lisan, muogope Mwenyezi Mungu kuhusiana na sisi ewe mwanadamu, innama nahnu bika, sisi tunakuelekea wewe, sisi tunakufuata wewe. In istaqamta istaqamna, in wajajta wajajna, ikiwa ulimi utakwenda sawa basi sote sisi tutakwenda sawa, lakini ukienda kombo, ukienda vibaya, sote tutakwenda vibaya. Ndio Waswahili wakasema ulimi humponza kichwa. Utamtukana mtu, utapigwa mtama, miguu imeponzwa. Utamtukana mtu, utapewa kwenzi kichwani. Ndo pale ulimi humponza kichwa. Mpaka Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu anasema, ihfadh lisanaka ayyuha al-insan, chunga sana ulimi wako mwanadamu, la yaldaghannaka innahu thuban, usije ukakugonga, usije ukakuuma, kwa sababu ni nyoka mbaya. Mpaka sehemu nyingine Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, mtu akinidhamini viungo vidogo viwili, vinyama vidogo viwili, alfamu walfaraj, ulimi na utupu, au hadithi nyingine ulimi wake na kilichokuwepo katikati ya mapaja yake, basi mimi nitamdhamini pepo. Lakini ulimi ni zaidi, ulimi ni zaidi. Kwa hiyo samaki afunguaye mdomo wake ukamatwa na ndoana ya mvuvi. Hebu leo niazimeni masikio yenu hasa ya moyo kabla ya masikio ya maumbile. Baba, tuzungumzie kinyama ulimi. Na wallahi kama utanipa sikio utaongokewa sana. Mambo mengi yameharibika kwa sababu ya ulimi. Lakini kwa nini ulimi? Ulimi kadhia yake ni kubwa. Kibarul ulama wamehesabu madhara ya ulimi, wanasema unakwenda na madhara karibia 80 na bado yanaendelea tu. Ulimi. Ukiona nchi na nchi zinagombana, chanzo chake ulimi. Ukiona msikitini watu wanafukuzana, chanzo ulimi tu.
na hapa mmekuja msikitini, mmekuja kusikiliza ulimi tu Waislamu. Sasa ulimi ulivyoumbwa na Allah ni kinyama kidogo mno. Ulimi ni nyama ndogo laini, yani ulimi ni mlaini. Ulimi mlaini, na nyote ni mashahidi, lakini unavunja moyo. Ulimi mlaini mno, lakini unaweza ukaanza shari yake, ukapewa maneno magumu hapa Osman Michael, takwa tena mpaka kiyama, ukanyagi tena. Ulimi tu, ulimi, wallahi ulimi tu basi khalas. Kwa hiyo ni nyama laini, lakini inaweza ikavunja kabisa moyo wa mtu. Lakini pia ulimi hauna mfupa, lakini unaweza ukavunja ndoa iliyokuwa imara, unaweza ukavunja ndoa ya miaka 40. Huu ulimi huu, Mwenyezi Mungu alivyoona shari ya ulimi akauwekea vizuizi viwili, akauwekea lips na meno. Yani ulimi umewekewa geti kali, lakini namna ulivyokuwa mbaya ulimi, pamoja na mageti yote mawili, ulimi hauna haya, bado unaruka geti la kwanza la meno, geti la pili la ulimi, na unatoka nje na unaenda kuzungumza yasiyofaa. Na leo kuna baraza za wanaume za umbea tu na kusema tu, hizo za wanawake ndio usiulize. Umepita geti la kwanza, geti la pili. Angalia, Mwenyezi Mungu ametuwekea masikio mawili alafu na mdomo mmoja, yani maana yake tusikilize sana kuliko kuzungumza, lakini badala yake sisi tunazungumza sana kuliko kusikiliza. Na hata tukisikiliza, hatusikilizi kwa lengo la kufahamu, kutambua, tunasikiliza kwa lengo la kujibu. Hii ndio tofauti. Angalia, alikuwepo mjomba mmoja, akamwambia mjomba wake, anko, nisaidie, sabuni ya Omo na sabuni ya Foma nikizichanganya zinaweza zikatoa povu. Anko alisikiliza ili ajibu, si aelewe, na ndio mfano tunaokwenda nao. Akasema, kwa nini zisitoe povu na wakati zote ni sabuni? Siku nyingine usiniulize maswali ya kijinga namna hii. Ile kijana akamwambia, hapana, wewe ndio una majibu ya kijinga, kwa sababu kama hujatia maji sasa zinatoaje povu? Ni kwamba umenisikiliza ili upate kujibu, na wengi ndio tuko hivyo. Usikilize mtu kwanza, na mara nyingine mpaka unanyamazishwa, subiri kwanza niseme. Angalia, siku moja Nabii Allah Musa alayhi wala nabiyina salatu wassalam, siku anapita sehemu, waja wakamwambia, tuna jirani muogo hapa, tena jirani huyu anatufanyia kadha kadha, hebu nenda kamuulize Mwenyezi Mungu lini anaondoka. Nabii Musa alikwenda, aliporudi asema ataishi miaka 40, ataishi miaka 60. Wale watu wakasikitika, lakini baada ya dakika kama 6 yule bwana kafa. Nabii Musa alisikitika sana. Mwenyezi Mungu ananiambia hichi, alafu anafanya hivi, mbona naonekana muongo, mbona naaibishwa? Lakini Mwenyezi Mungu alimuita Nabii Musa, taali ya Nabii Allah Musa, Musa, ninakuita na mazungumzo nataka kuzungumza na wewe. Angalia, Nabii Musa kaitwa. Alipofika kule, anamwambia Mwenyezi Mungu, kwanza kabla hujasema, kwa nini umeniambia wale watakufa miaka 60, alafu hivi sasa mapema kabisa wameondoka? Kwa nini umefanya vile? Mwenyezi Mungu akamwambia, anta da'autani imma ana da'autuka. Nikuulize swali, wewe ndio umeniita au mimi ndio nimekuita? Wewe ndio umeniita, umenialika nini? Mwenyezi Mungu akamwambia, sasa funga mdomo, nisikilize kwanza mimi nilokuita.
Ndio protocol iko hivyo. Mkishamaliza ya kwangu na wewe utazungumza. Ulimi unatakiwa uzuiliwe, usiseme sana, kwa sababu una hatari kubwa mno. Mabwana, wako watu wengi wamekufa kwa sababu ya shaba, wako watu wengi wamekufa kwa sababu ya panga, wamekufa kwa sababu ya silaha, kwa sababu ya kupigwa, lakini walokufa kwa nini ni wengi zaidi. Fuatilia uone, kwa sababu ulimi unavyouona unahuisha na unafisha. Ulimi unavyouona unasuluhisha, Allahu Akbar, na unafarakanisha. Wewe ushafarkanishwa na watu wangapi? Maofisini huko hamtulii, mahasadi mengi. Unasemaje? Shekhe, nifanyie dua. Fitna ofisini, hizo fitna wanafanya na mikono, wanafanya na miguu yao. Hichi kiulimi ni kitu kibaya sana, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Muadh bin Jabal, nenda Yemen, kasimamie zaka, kasimamie hija, kawe mwalimu kwao. Mwisho wa maneno yake 10, Mtume hakumwambia hivi, katoa ulimi nje, akamwambia shuf, tizama, kufa alaika hadha, nenda kazuie ulimi wako, kazuie ulimi. Muadh alikuwa hajui, asema hal yuhasibuna Allahu bima naqul, utakoniambia tunahesabiwa tunaoyasema ya Rasulullah. Mtume alimkemea, ambia thaqilatka ummuka, mzigo wa mama yako wewe, umepotea kiasi gani? Nini unauliza wewe? Wa hal yakubu an-nasu fi nari jahannama illa hasaida alsinatihim, kuna kitu kitakachowatumbukiza watu kwa wingi motoni isipokuwa machumo ya ndimi zao. Inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi biha balan yahwi biha fi nari jahannama 70 kharifa. Mtu atazungumza neno wala hajali kwa neno lile, kama kumtoa mdudu puani, lakini kupitia neno lile Mtume asema litamtumbukiza ndani ya moto wa jahannam miaka 70, bado hajafika. Neno moja. Wewe umeongea mangapi? Umezungumza maneno mazito, yamepasua moyo wa mtu mpaka kamwacha mke wake. Furahi sasa, bingwa wa fitna. Ulimi, chunga ulimi wako, utakung'ata. Ni nyoka mbaya sana, ulimi unakung'ata. Sayyidina Ali ana maneno ghali, anasema afadhali ulaumiwe kwa nini hukusema, kuliko ukalaumiwa kwa nini ulisema. Asukutu salam, kukaa kimya ni kusalimika kokoa. Ikiwa kuzungumza ni fedha, shekhe, kunyamaza ni dhahabu. Siku zote coin ile, shilingi ile ikipigwa chini inapiga kelele, lakini dola na noti havipigi kelele. Hebu jiweke sehemu ya dola, usijiweke sehemu ya shilingi. Kila kinachosemwa lazima ujibu. We nani? Huwezi. Fa anta kamani, we ni kama nani? Basi nikwambie, kumjibu mtu ni sawa na kutema mate angani, yatakurudia mwenyewe. Kaa kimya, usiwe mwenye kusema sema. Ulimi unang'ata. Angalia mtu mmoja alialikwa kwenye shughuli, kwa sababu ulimi, uovu kwake, ulimi ni mtamu sana kuzungumza uovu. Ulimi. Alipoalikwa kwenye shughuli, akawa amekaa pale, akatokea mwanamke mmoja anaimba mashairi, anaimba utenzi. Ulimi ukaanza shari yake, ulimi ukaanza kuwashawasha. Wanasema hapa kuna mshipa kati ya kichwa na mdomo. Ule mshipa ukilegea sukulu zake, unasema ambalo alitoki kichwani, unasema sema ovyo. Na Mtume akasema mwenye maneno mengi ni mpungufu wa akili, kwa lugha fupi anayeongea sana hamnazo, kwa sababu hata mwenda azimu huanza kuhesabika maarifa yake baada ya kunyamaza kusema. Lakini wenye mgonjwa au mwenda azimu utasikia wanasema jana hatujalala, tumempa dawa za usingizi, hatulii. Na akianza kupoa tu, kimya kinakuwa kingi sana. Na wewe ukiwa afarfar unasema sana, jitathmini. Uislamu umekataza kunyamaza, kuna jambo kubwa kabisa. Angalia Saida Maryam, ya Maryam, ewe Maryam, angalia hizi tende, fakuli washrabi waqarri aina, hebu kula, kunywa, tulia.
lakini ukifika huko utasemezwa. Kila atakayekuuliza ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki imra sawin wa ma kanat ummuki baghiya, nyilimi nyingi, ndimi zitaanza kukusema, mtoto mwashirati sana wewe, mtoto mbaya sana wewe, umeyatoa wapi? Wewe usiseme, usijibu, waambie inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima yawma insiya. Jamani, leo mimi nimetia nadhiri, sisemi na mtu yoyote. Fasharat ilayhi, kila wakimuuliza haya hii mimba vipi, fasharat ilayhi, anawaashiria mtoto Isa. Akamwambia ya Maryam atadhunina nahnu min majanina, wewe unatuona sisi wenda azimu? Hiyo zinaa imekutoa, angalia ndimi hizo, zinaa imekutoa akili mpaka unatuambia tuzungumze na mtoto? Unatuona si wenda wazimu? Yeye akahazungumzi. Lakini Mwenyezi Mungu alileta majibu ya ndimi chafu, ndimi za kutuhumu, ndimi za kuashiria mabaya. Akasema inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya. Wakajiona wamekufuru muda mchache. Ndimi hizi zinasema uovu muda wote, zinafitinisha muda wote. Basi huyu bwana alipomwona mwanamke anazungumza ushairi mzuri, maneno mazuri, ulimi unamwasha, lazima aseme. Na kuna watu lazima waseme, Jifunze leo kunyamaza, jifunze kunyamaza. Basi akaanza kumwambia mwenyeji wake, angalia yule mwanamke mshamba, yule mshamba kama nini, sauti yenyewe mbovu mbaya, hajui kuimba. Shekhe, unamjua mpaka unamtukana. Unajua kuna watu wanaila hizo, anakutukana wala hata hakujui, maskini ya Mungu, anakuvunjia heshima hata hakujui. Sasa mimi niulize, mimi na wewe na yule, mfano unamtukana rais, unamjua alikotoka wewe? Kwenye siasa humo, alimradi useme tu. Unamtukana imamu, unamjua hata humjui, alimradi useme tu. Madhara ya ulimi ni mengi sana. Basi yule bwana akaanza kumchafua yule dada, akamsema haki ya kumsema. Alafu anamuuliza mwenyeji wake, yule mwanamke mshamba yule, wewe unahisi ni mwanamke wa nani? Huyo aliyokuwa naye akamwambia, shekha, yule ni mke wangu wa ndoa. Ambia la ilaha illa Allah. Pale kabadilika. Simaanishi kwamba hajui kuimba, yuko very smart shemeji, lakini ule utenzi alomtungia utenzi, kamtungia utenzi mbaya, hajui kutunga. Sijui nani kamtungia shemeji, ambia mimi mume wake ndo nimemtungia. Huyo kaamka na aibu zimejaa tele. Ulimi, wanasema chuki siku zote, uzushi siku zote, haya yote madhambi ya ulimi. Uzushi siku zote unaanzishwa na wenye chuki, halafu unasambazwa na wapumbavu, unakubaliwa na wajinga. Kila mwenye chuki tu anatumia ulimi kuleta uzushi. Imamu mwizi anaiba pesa, mhadhiri yule tapeli, watu wanauliwa katika nchi, mwenye chuki anatumia ulimi. Angalia ulimi unavyotumika katika internet, angalia ulimi unavyotumika katika society, angalia ulimi unavyoharibu majambo, ulimi. Kwa hiyo mwenye chuki anatengeneza bifu moja kubwa, analeta uzushi, anautuma ulimi, unaleta uzushi, hauna kichwa wala miguu. Wapumbavu wote wanaanza kusambaza. Yaani wewe ukiona ulimi umefanya kazi, na wewe unachukua unapeleka, ni kundi la wapumbavu. Na wapumbavu si tusi, ni safihi, ni neno la Kiarabu. Allah asema sayaqulu sufahau minan nas, watasema wapumbavu katika watu, ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha, hata tahawilu alqibla, kubadilishwa kibla. Wenye chuki wataanzisha uzushi, wapumbavu wataanza kusema, kusambaza. Na walisambaza wapumbavu za mazile, wakasema sala za mwaka 1.5 Muhammad alizoswali ni batil. Alikuwa akielekea vibla viwili, sasa hivi anavunja kule Baitul Maqdis. Ana nini huyu? Kwa hiyo ukisema mpumbavu si tusi, nasi ya Qur'ani imekuja hivyo, poleni. Kwa hiyo wanasema uzushi huanzishwa na wenye chuki, husambazwa na wapumbavu. Usiwe katika kundi la masafi,
Usichukue habari na wewe ukaanza hivi ni rekodi kata, afu unaachia habari iliyoanzishwa na mwenye chuki, alafu ukubaliwa na wajinga. Watu wakianza mambo yao wana maana, tutengeneze propaganda ya chuki, alafu hii propaganda hii tuwape wapumbavu. Hao wapumbavu hawahitaji hata gharama, wataisambaza. Mtu atanunua kamera kwa ajili ya ubuyu tu, kuharibu mazingira tu, kuipamba pamba habari. Na jamii ya leo haipendi kusikiliza fact, inapenda habari za umbea, za ukakasi. Hotuba ya leo hii haito trendi sana, haitopata viewers sana, lakini ingekuwa habari ya umbea, kuna imamu mwingine tuna mradi hapa, ingeenda mbio sana. Jamii yenyewe ishajitengeneza hivyo. Kwa hiyo mpumbavu atasambaza, apate viewers, apate sifa. Ama mjinga hachuji, anachukua 100 kwa 100. So ukiongea na watu katika jamii, kuna makundi mengi. Kuna mtu ambaye habari ikizungumzwa hachuji, yeye ndio hapo kashasimama. Ulimi una madhara mengi sana. Ulimi una kesi nyingi sana, na ulimi unakupelekea sehemu hata ukapata aibu. Angalia, siku moja kuna mzee alikuwa anauguliwa na binti yake, ni mjamzito, lakini mimba yake ni ya upasuaji, amalia. Siku hiyo binti uchungu umemshika, akachukuliwa ambulance, akaenda mzee mbio mpaka hospitalini. Alipofika pale hospitalini, anaulizia sasa, jamani, chumba cha theater upasuaji hiki hapa, shughulikeni, binti atakufa huyu. Asema dokta wa upasuaji katoka. Sasa hivi tu unaingia, katoka. Angalia ulimi. Ndio maana unaambiwa ukiwa na hasira usiseme, ilikusababisha ukamwambia anti taliqan laqad batattuki thalathan la raja'ta fihi. Ulimi ndio ulimwambia nimekuacha talaka 3, si mke wangu, kama noma na iwe noma. Alafu baadaye zile hasira zikiondoka, tunaanza kusumbuana. Shefe, hakuna njia nyingine, pengine tuna watoto wadogo, mtafanyaje? Umepaniki brother, ulimi umeshindwa kuuzuia. Huu ulimi ndio umekusababisha we kazini umefukuzwa, mpaka leo unahangaika upati tena kazi. Ulimi umekupatia hasira, umemtukana bosi. Wewe unamtukanaje bosi? Mtu umesema kumu li sayyidikum, mtu anakupa mshahara, mtu anasababisha familia yako ile. Mtu umesema mkimwona tajiri yenu simameni kwa heshima, ndio Mungu kampa yeye akugaie. Umejiona una vibe, umejiona unajua kurekebisha, umesema umefukuzwa. Ulimi ni kitu cha hatari sana sana. Usipokitizama kinakukaanga hivi, lakini sio kukaanga, kinakufanya unakuwa maskini. Basi huyu bwana alipofika hospitalini pale akabwata. Tunasema akabwata. Hospitali gani? Hamna uweledi wa kazi. Tunaleta wagonjwa wanaumwa hapa. Upuzi mtupu, ujinga mtupu. Akamwambia basi mzee, usiwe na wasiwasi, tunampigia simu arudi sasa hivi daktari. Halo, kuna mgonjwa yuko very serious, njoo. Nakuja sasa hivi. Anakuja mbio. Mzee, shikamoo. Sina haja ya shikamoo yako. Mzee, mbona unasema hivi? Sio kusema hivi, kama hamfanyi matibabu mseme. Tafikiri wewe ndio umewajengea hospitali. Basi mlezee cool down. Ngoja tuombe Mungu. Angekuwa mwanao ungesema haya. Nachanganyikiwa mimi, nashindwa kuelewa. Mzee daktari yule akatumia ulimi vizuri. Mzee, mimi ni sababu, tunamtawakkala Allah. Basi tusitiane kisirani, wacha nimshughulikie binti yako. Usiwe na wasiwasi. Akaona mzee mshipa umelegea. Ngoja mkafanye kazi yangu kwa uweledi. Akaingia ndani, akatoka. Alipotoka yule mzee anamshika mkono, vipi? Akamwambia nishamaliza kazi yangu, mimi naondoka zangu. Sasa unielezi kinachoendelea. Madokta watakueleza, mimi nishamaliza kazi yangu. Hawa kijana kiburi sana. Kijana hana uweledi na kazi. Ndio vijana wa siku hizi hawa. Wewe ujioni na wewe ni mzee wa siku hizi. Wazee wa zamani busara. Akaondoka zake. Ile anaondoka, anawauliza madokta, vipi hali ya binti yangu? Ambia alhamdulillah, amekuja dokta, amemshughulikia kwa uweledi mkubwa.
na hivi sasa ashajifungua salama, tunasubiri apate fahamu, apate kunyanyuka. Akatabasamu, sawa, lakini si angenielewesha haraka ya nini bwana? Akaambia, sikiliza mzee, huyu dokta jana amepata taarifa mtoto wake kagongwa na bajaji kafariki dunia. Sasa leo ilikuwa ni mazishi ya mtoto wake kipenzi, tunampigia simu, yuko chini ya kaburi, anampokea mwanae ya mziki, lakini alivyoona simu ya binti yako akaona mwache mwanae kipenzi aje kuokoa maisha ya mtoto wako wewe kipenzi. Hivyo amekuja, amefanya haraka, anakimilia kwenda kumstiri mtoto wake. Unasemaje mzee? Mzee kashika kichwa, mwisho wa ubaya aibu, nimemtukana, nimemshambulia, nimefanya hivi, ulimi wewe. Ndio pale Mtume aliona Isra wal Mi'raj, athau, mnyama mkubwa ametoka kwenye shimo, ataka kurudi pale hawezi tena. Ndio lile neno ukilizungumza ukitamani lirudi tena mdomoni, haiwezekani, ushapoteza. Na kuhusieni na kuhusiana nafsi yangu, tuzuie ndimi zetu, kwa sababu hizi ndimi kwa kumaliza zinaingia sehemu mbaya zaidi. Mabwana, zinaingia katika kusengenya, na usengenyi mnavyouona unazidia uzinifu. Najua dhambi ya uzinifu ni dhambi chafu. Manzana, atakayefanya uzinifu, azina jarima, tahtazu arshu rahman. Zina ni dhambi ambayo ikitendwa inatingisha arshi ya Mwenyezi Mungu. Hivi sasa arshi inatingishika kwa sababu umetoka guest. Zina, ushirikina, ukafiri ziko daraja moja. Zina ni dhambi ya uchafu, ni dhambi mbaya mno. Ione hivyo, inaleta majanga mengi sana. Lakini pamoja na yote, eti kusengenya kunazidia uogopi. Waliuliza wenzetu, mal ghiba ya Rasulullah, kusengenya kwani ni kupi? Akasema, dhikruka akhaka bima yakrahu, ni kumtaja ndugu yako kwa habari ambazo akizisikia atachukia, hatopenda. Wakasema, naam, ikiwa ni kweli hizo habari tunazozungumza anazo shekhe, ni kikojozi kitandani kweli, akipita mtaani wanawake hawana usalama, tukawa tunazungumza tu kama story. Mtume akasema, idha dhakarta khisalan fihi faqad ghatabta, mkiongea mambo anayo kweli mmemsengenya, na kama hana bahata mmemzushia. Umefanya yote kwa wakati mmoja, umemzushia na kumsengenya. Na ukija kumwambia usoni live, nasema nampa live, umemtukana. Na riba mbaya katika Uislamu ni kuvunja heshima ya mtu, kumkabili mtu na maneno mabaya makali. Nimeona nimpe live yake, nimeona nimwambie ukweli wake. Ulimi tu unakuponza. Na nikwambie ndugu yangu Muislamu, usengenya kulivyo pia kuna tofautiana na awamiri ya watu. Si sawa kumsengenya eti kiongozi wa nchi ukamkompea na raia wake, au da'iyatul khair, mtu anayelingania watu, au imamu masjidi, kiongozi msikitini, au ustadhi madrasa, mwalimu chuoni. Kwa sababu ukimsengenya kiongozi ndani ya msikiti huu, yale maneno yako akimfika kukaharibika baadhi ya mambo, uzito wa dhambi yako ni sawa na wale watu wote anaowahodhi. Imam Ahmad anasema, aisee, kusengenyana kungekuwa kuna faida, mimi ningemsengenya babangu na mamangu. Kwa sababu yule unayemsengenya unabeba madhambi yake yote, na wewe kheri zako zote anachukua, unakuwa muflis. Sasa kama ndio biashara yenyewe, si bora nimsengenye mamangu achukue thawabu zangu? Unamsengenya mlevi, baadaye dhambi zake unachukua wewe. Hii yote ni athari ya ulimi. Ulimi ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo ulimi unahuisha na unafisha. Kwa hiyo ulimi unasuluhisha na unafarikanisha, lakini pia ulimi unafurahisha na unahuzunisha. Jitahidi ulimi wako mfurahishe mkeo, mfurahishe watoto wako. Na yule mwenye kusema anasema, hata mwanaume wa sawa, vitu vitatu visikushinde. Mfuko usikushinde kwa mkeo, kitandani pasikushinde kwa mkeo, lakini pia ulimi usikushinde. Hizi ndoa zinayumba ni ulimi tu.
Na ulimi ukitajwa unahisi kama kuna mtu kasemwa vile au kuna jambo. Ni nasaha tu. Kuna baadhi ya nasaha zikisemwa kuna lolote limezuka, ni hapana, isipokuwa ni madhambi ambayo tunaishi nayo. Wataalamu wanasema ukimpata mtu anayekuambia ukweli usimchukie, mpende, amekusaidia. Hivi sasa control ulimi wako, utaona mambo mengi yataenda sana. Memfika yadhaharu mafika, kupitia mdomo wako watu ndio wanakujua wewe ni nani. Hata wale wataalamu wa kubishana bishana, kama ni mambo ya dini, mambo ya sheria, hataki kuongea mwanzo, kwanza anakupa muda uanze kusema wewe. Ukianza kusema wewe, anakujua wewe ni mtu wa sampuli gani. Kwa hiyo maudhui yetu ya leo inatukanya kuhusiana na ndimi zetu. Zisituchoreshe ndimi zetu, zisitutie aibu ndimi zetu. Mabwana, tunasema sana, basi sema yanayokuhusu wewe. Unasema mpaka ya wenzio. Angalia kusema kulivyokuwa kubaya, eti mtu anasema mpaka ya kwake nyumbani. Yaani kila siku ana mapya, kila siku anajua yeye. Sasa habari za nyumbani wewe ndio za kusema. Ulimi huu ni mbaya sana. Jamani, katika wanawake wanaocheka, aisee, mke wangu anacheka, mrembo, mzuri, yani akipita hivi, mtoto ni mtoto wapi? Yule mtoto wa Kizanzibari, achana naye. Shekhe, huo ulimi utakuponza huo. Kuna watu kwa staili kama hizi wamechukuliwa wake zao, wamechukuliwa wapenzi wao. Uache kusema tu, ndio maana umehusudiwa. Kila siku unatajia mshahara wako, unapata pesa peke yako. Napata mshahara mzuri, shatoka huko Majohe huko. Sasa hivi ndio niko kwenye elimu. Shekhe, kumbe hata kiwanja huna. Mara nyingine kwenye usudu, yani ulimi unakuchoma au unakuchoma vibaya sana. Kujifakhiri na mambo ambayo huna ni sehemu ya hasadi. Kwani ukinyamaza inakuwaje? Nyamaza tu. Ukiwa una jambo halifichiki litaonekana. Unaongea maendeleo yako, mafanikio yako, unaongea kila kitu. Ugomvi wa mke wako unatuletea. Familia yako ikiwa ina shida lazima ulete. Unatafuta ushauri wa kuelewana na baba yako na mama yako. Katika majority ya watu ni kwamba ni mtu huna break ya ulimi. Mtizame mtu mmoja, siku moja amepanda daladala. Ulimi una aibu nyingi. Wakati amepanda daladala anaondoka zake. Sasa kwenye daladala watu wamegombania. Kapata alhamdulillah same city, lakini pembeni kuangalia amekaa na mwanamke mzuri. Tamaa imemshika. Ulimi ndio unatuma. Ulimi ndio unaanza. Alipoona mwanamke huyu vizuri, maskini wewe, akatoa simu yake kama hivi. Akaanza kuongea na simu. Halo, niambie. Vipi hiyo V8 mshanioshea? Na hiyo Mercedes Benz ipaki ndo nitaka kutoka na. Yaani kisha sahau ipo kwa daladala, tena daladala yenyewe inaenda Mbagala. Sasa hivi hebu fanya mpango, nitaka kutoka sasa hivi na haraka. Asante. Okay. Manake ulimi una sifa. Uweze kusema sawa mpaka utie kizungu. Kwani wewe mzungu? Kimkajaga so sorry. Ili iweje? Acha kutawaliwa wewe. Ulimi. Yaani kuna mtu ilikuwa kila ukiongea kitu yeye anajua. Shekhe bwana pale Saudi Arabia. Pale ukienda Saudi Arabia kuna mji mwingine, kila kitu tu useme wewe. Taja mambo ya mpira sasa. Taja mambo ya mashehe. Hatari. Yule Usman Michael namuelewa. Ngoja nikwambie sasa, yule Usman Michael. Umeona nini bwana? Mpaka mtu mmoja akasema, shekhe, hii Real Madrid watokea kule Hispania. Hata ile nchi ile si kubwa sana kwenye geography. Angalia ulimi. Hata pale kwenye geography ishawahi kuishi miezi miwili pale. Geography si nchi, ni ramani. Ulimi tu. Basi kamaona mwanamke mzuri, akaanza kuongea na simu za uongo maskini. Kisha akamwambia si jambo kitu gani. Kumbe alivyotoa ile simu yake, huku nyuma ya betri alikuwa amefunga na barabeli. Ile betri imedondoka chini. Anaongea hewa tu. Ile mrembo ambaye, hebu shika bwana betri yako, mkupe na hela ukanunue mfuniko. Aibu gani hii nimepata? Huyo kateremkia dirishani hata kabla ya kufika kituoni. Ulimi huu. Kwa hiyo ulimi una masifa mengi, lakini ulimi utumie kusoma Qur'an. Angalia maneno ya leo ya hutuba, utumie katika maneno mazuri kama haya. Angalia siku ya Ijumaa ya leo ulipoamka asubuhi, umemswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo ni Ijumaa, alafu umesoma sura Kahfi. Yote ndio matumizi ya ulimi. Lakini
lakini na Ijumaa nzima umeanza kusema tu, kusema watu na wewe, watu na wewe. Dhibiti ulimi wako, utaona mambo makubwa. Hata hizo hasadi ni kujisema sema sana, kujitapa sana, ulimi tu. Hebu hesabu maneno yako. Asema innakum, hakika nyinyi la taamaluna amala, mnafanya mambo mnaona kama madogo, kama wembamba wa nywele, lakini masahaba asema tulikuwa tukihesabu siku hizo za Mtume, haya yanaangamiza. Wewe usipende kusema tu levi, usipende kusema tu ovyo, usipende kusema neno hata moja. Alafu muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuwezeshe matumizi sahihi ya ulimi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe hidayah, atuongoze, atusamee mapungufu yetu. Pale ambapo tumeharibu tutengeneze insha Allah. Na Mwenyezi Mungu tunamwomba ndimi zetu ziwe sababu ya kupata riziki ya kheri. Tunamwomba Allah tuongoze katika ndimi ziwe sababu ya kufurahisha sana ndoa zetu. Tunamwomba Allah kupitia ndimi zetu zisitoke talaka bila sababu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ndimi zetu tusikosane na vipenzi vyetu. Kupitia ndimi zetu kazi zetu zikue na kwa utukufu na baraka ya siku ya Ijumaa. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله من سماء اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه ونفسه وثنى بملائكته المسبحة وقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك ووصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأسر الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهم الزهراء البتول، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الهمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة، طلحة الفياز والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر وأبي عبيدة الزاهر الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم، ولا ذكر الله أعز وجل وأكبر. وأقم الصلاة.